Wapenzi watazamaji na wasikilizaji wa The Final Warning TV, nipende kuwakaribisha katika wakati mwingine huu ambao Bwana ametupatia kwa ajili ya tafakari, kwa ajili ya kujifunza neno lake katika siku ya leo. Ni furaha ya pekee tunapopata fursa kukutana na wewe ambaye umeendelea kututazama kupitia media ya The Final Warning TV, lakini wewe ambaye tumekuwa pamoja katika siku ya leo unayepata nafasi ya kusikiliza ujumbe huu, nipende kuwakaribisha kila mmoja. Leo tutakuwa na tafakari katika kama ambavyo tumekuwa tukifanya kupitia media hii ya The Final Warning TV, na ninatamani si kila mmoja tuandae mioyo yetu Kristo anapoenda kuzungumza na sisi. Basi kabla hatujaanza, niwakaribishe kila mmoja tuweze kupiga magoti pale ulipo ili tuweze kuomba tuanze somo letu. Baba yetu mwema, Baba mtakatifu, tunakushukuru kwa siku njema ya leo. Asante kwa kuwa umetupatia fursa ya pekee tunapoenda kulifunua neno lako takatifu. Asante kwa sababu Roho wako Mtakatifu ataangaza katika akili ya kila mmoja ambaye umempatia neema ya kusikia ujumbe huu, kianza pamoja na mimi msikilizaji, lakini na yule ambaye anatutazama katika wakati kama huu. Ni shauku yetu, tunatamani kuisikia sauti yako, na hivyo Bwana uzungumza nasi. Tunaamini Roho Mtakatifu atatufanya kuwa tayari kusikia. Tunaamini utakuwa nasi tangu mwanzo hata mwisho wa kipindi hiki, ukituandaa kwa ajili ya vipindi vingine na mbaraka mwingine ambao umeendelea kumwagia katika maisha yetu, katika maisha ya kila mmoja, kwa masomo mbalimbali ambayo umeendelea kuyatoa kupitia media hii ya The Final Warning TV. Ni kupitia jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo tunaomba tukishukuru. Amen. Leo tutaanza tafakari yetu katika kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote. Tutaenda katika kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote, hotuba ya mlimani, sura ya 31. Tumaini la Vizazi Vyote, sura ya 31. Leo tutaanza tafakari yetu maneno ya mwanzo kabisa ya sura hii ya 31 ya kitabu Tumaini la Vizazi Vyote. Leo tutaenda kuona hakika Tumaini la Vizazi Vyote ni hakika ni kitabu ambacho kinaelezea kama jina lake lilivyo, tumaini kwa kila mwanadamu. Katika aya yake ya pili inaonyesha jinsi Kristo alivyofanya kazi yake, na tumeambiwa vile ambavyo amefanya kazi yake na ndivyo ambavyo sisi nasi tunapaswa kutembea kwa kufuata nyayo zake. Aya ya pili anasema yeye mwenyewe alikuwa ni kweli. Yeye mwenyewe alikuwa ni kweli, akiwa amesimama akijifunga kiunoni na mikononi na mikono iliyonyooshwa daima kubariki, kwa maneno ya maonyo, kusii na kutia moyo, akitafuta kuwainua wote ambao wangekuja kwake. Kristo alitumia makundi matatu alipowaendea watu. Tunaambiwa kwa maneno ya kutia moyo, kwa maneno ya maonyo, kwa maneno ya kusii. Alitafuta kuwavuta wote ambao walikuja kwake. Nasi tunaenda kujifunza leo, ulimwengu unapoelekea mwisho, tumaini kwa wanadamu, kwa ulimwengu unaoelekea ukingoni. Tumaini kwa ulimwengu unaoelekea ukingoni. Tumekuwa tukijifunza maandalizi mengi ambayo tunahitajika kuyafanya ya kimwili pamoja na kiroho. Tumekuwa tukijifunza sana, lakini sasa kuna wakati ambapo akili za watu zinachanganyikiwa kuona kwamba tunafanya namna gani, na unapokutana na vikwazo mbalimbali akili za wengi zinachanganyikiwa. Lakini Kristo hajatuacha bila msaada tunapoenda kuangalia kwamba ni nini ambacho anatuambia. Tumekuwa tukijifunza kuhusiana na kile ambacho tunapaswa kuwa nacho hasa. Tumeangalia kwa masomo kadhaa kuhusiana na kuwa kama Kristo. Kuwa kama Kristo tunazungumzia kuwa na tabia kama ya Kristo, kuwa na mwenendo kama wa Kristo, kuwa na maneno kama ya Kristo, kuwa na mawazo kama ya Kristo. Na hiyo ndio tunaita kuwa na imani ya Kristo. Na tumeona ni jaribu ambalo
kila Mkristo ni lazima alishinde, na hatujaona kwamba ni jaribu jepesi sana. Na hivyo leo tutaenda kuangalia wakati ulimwengu unaelekea ukingoni, nani ataenda, nani ataachwa. Wakati ulimwengu unaelekea ukingoni, sisi tunapewa tumaini gani tunapokutana na vikwazo mbalimbali kama Kristo alivyofanya? Alionya, alitia moyo. Na vyote tunaenda kutembea navyo pamoja. Isaya sura ya 40. Tufike hapo msikilizaji na mtazamaji, Isaya sura ya 40. Maneno haya ya Bwana akiwasihi watumishi wake, wale ambao ni walinzi katika kuta za Sayuni katika siku hizi za mwisho. Maneno ya Bwana ni katika kitabu cha Isaya 40 mstari wa 1. Mstari wa kwanza anasema, watulizeni mioyo. Neno la kwanza anasema watulizeni mioyo. Comfort thee my people. Watulizeni mioyo watu wangu. Watulizeni mioyo. Watulizeni mioyo watu wangu, asema Bwana Mungu wenu. Nini agizo ambalo Mungu analitoa kwa watumishi wake katika kipindi kile Isaya alipewa, lakini leo tunaambiwa watulizeni mioyo watu wangu. Watulizeni mioyo watu wangu. Kwa sababu gani? Katika kitabu cha Mathayo sura ya 24, kitabu cha Marko sura ya 13, kitabu cha Luka sura ya 21 kimeelezea series ya matukio ambayo yatatokea wakati ambapo marejeo ya Kristo yatakuwa karibu sana ulimwenguni. Na hivyo katika kitabu cha Luka, wakati Luka akiandika maneno hayo, akiandika kile ambacho kitatokea katika wakati huo, anaonesha hali ya watu watakuwaje katika wakati huo. Ndipo turudi kwa nini Mungu anasema comfort thee my people. Watulizeni mioyo watu wangu. Luka 21. Nini ambacho kitakuwa ni matokeo wakati watu wanapoona? Leo tunashuhudia vita kila mahali, tunashuhudia ajali angani, baharini na nchi kavu. Tumeoneshwa katika Isaya, katika kitabu cha Mathayo sura ya 24, lakini ukisoma pia katika kitabu cha Marko sura ya 15, Luka sura ya 21, Yesu akiwa ameketi na wanafunzi wake. Katika sura ya 69, kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote, tunaambiwa Yesu akiwa ameketi na wanafunzi wake katika mlima wa Mizeituni. Kwenye mlima wa Mizeituni aliwafunulia neno lake, akiwaonyesha matukio ambayo yalikuwa yatokee kabla ya kuja kwake, matukio ambayo yalikuwa yatokee kabla ya kuangamizwa kwa Yerusalemu. Nakumbuka tumeambiwa kuangamizwa kwa Yerusalemu ilikuwa ni ishara ya kuangamizwa kwa ulimwengu wote. Unaweza kusema unasoma wapi? Kitabu cha Pambano Kuu, na hii ni nakala yetu ambayo tumekuwa tukitumia, kitabu cha Pambano Kuu, na ni sura yake ya kwanza kabisa, sura yake ya kwanza. Nitaenda kwa spidi ili tufikie kile ambacho ninatamani tufike. Sura yake ya kwanza ya kitabu cha Pambano Kuu na ukurasa wa 28, The Great Controversy, page 35-36. Aya ya mwisho, aya mbili za mwisho, ukurasa wa 28. Anasema unabii wa Mwokozi kuhusu mapatilizo ya hukumu juu ya Yerusalemu utakuwa na kutimizwa kwingine. Anasema kule kutimizwa kuliko sababisha ukiwa na huzuni ya kutisha kulikuwa ni kivuli hafifu tu. Kwa hiyo Yesu alipokuwa ameketi na wanafunzi wake kwenye mlima wa Mizeituni, akiwafunulia dalili, akiwaonesha ishara ambazo zitatokea kuashiria kwamba kuangamizwa kwa Yerusalemu kumekaribia, akionyesha ishara kuonyesha kwamba kuangamizwa kwa kitu gani kingine. Soma aya ya pili inayofuata. Nasema katika maangamizi ya mji mteule tunaweza kuona maangamizo ya ulimwengu ambao umekataa rehema za Mungu na kuikanyaga sheria yake. Kwa hiyo nini walikiona kingine? Ishara na dalili ambazo zingeonesha maangamizo ya ulimwengu yanakaribia. Na hiyo ndio ambayo tunaita the end of this world. Mwisho wa ulimwengu huu ni kuonyesha marejeo ya Kristo mara ya pili kuja katika ulimwengu huu. Na hivyo Kristo kabla hajaja katika ulimwengu huu, nini ambacho kifanyike? Kumbuka alitoa ahadi. Yohana 14 aliwaambia naenda kwa Baba. Katika Yohana 14 anawaambia anaenda kuandaa makao kisha arudi awachukue. Lakini wakati Kristo anaenda kuandaa makao kule mbinguni, nini ambacho wanafunzi wake wanapaswa kufanya? Hawapaswi kukaa kwa kungoja pasipo kufanya chochote. Wana kazi ambayo wanahitajika kuifanya.
Kazi ambayo inahitajika kufanya. Na ni kazi gani hiyo? Tumekuwa tukiangalia kazi ya msingi ambayo Mungu anaifanya kwa watu wake wakati Kristo anapojiandaa kuja kuwachukua. The Great Controversy ama kitabu cha Pambano Kuu sura ya 39. Wewe ambaye tunatumia nakala moja, twende pamoja ukurasa wa 516 aya ya pili. Sentensi ya mwisho anasema katika kazi hii ambayo Kristo anaifanya kwa kila mwanadamu, anasema katika kazi ya kupatanisha. Kitu gani? Kupatanisha tabia yake na mfano wa kielelezo cha mbinguni. Kazi hiyo ndiyo ambayo amepewa wanadamu kuifanya wakati wanapongojea Kristo arudi mara ya pili. Watulizeni mioyo watu wangu. Katika hii kazi ambayo inafanyika ya kupatanisha tabia ya mwanadamu na mfano wa kielelezo cha mbinguni. Huo ni mfano gani? Petro wa kwanza 2:21 tunaambiwa kwa maana tumepewa tufuate kielelezo chake. Kielelezo gani? Ambacho ni Yesu Kristo. Kwa hiyo kielelezo ambacho tumepewa ni Yesu Kristo, ndicho ambacho tunapaswa kujilinganisha nacho. Tunapaswa kujifananisha nacho katika kila kipengele, kila nyanja ya maisha yetu. Yesu akiwa ameketi katika mlima wa Mizeituni anawafunulia wanafunzi wake. Haya yote yatatokea kuashiria kwamba Yerusalemu inaenda kuangamizwa, kuashiria kwamba ulimwengu huu unaenda mwisho. Kuakilia ulimwengu unaelekea mwisho, na tutaenda kuangalia kwa kiasi fulani kile ambacho Yesu alishakitabiri miaka zaidi ya 1000 na kitu iliyopita kabla hajatokea, na tunayashuhudia leo katika macho yetu. Na nini Yesu anachokizungumza? Tuende katika kitabu cha Luka 21. Nilikuwa nikielekea kukuambia nini ambacho kilimsukuma Kristo amwambie Isaya. Kristo akuambie wewe, aniambie mimi leo, watulizeni mioyo watu wangu. Luka 21, turudi mstari wa 26. Luka 21, turudi 26, tuanze 25. Anasema, tena kutakuwa na ishara katika jua na mwezi na nyota katika nchi dhiki ya mataifa wakishangaa. Anasema dhiki ya mataifa wakifanya nini? Wakishangaa kwa uvumi wa bahari na msukosuko wake. Uvumi wa bahari, wakishangaa. Marekani wakitaka kupigana, wakishangaa haya mataifa yanayogombana. Ni kitu gani kinaenda kutokea? Unasema wakishangaa. Dhiki ya mataifa wakishangaa. Wanashangaa ni kitu gani ambacho kinaenda kutokea? Isaya kitabu cha Luka 21:26 anasema watu wakivunjika mioyo kwa hofu. Wakivunjika mioyo kwa kitu gani? Kwa hofu. Ndiyo maana Mungu anasema comfort thee my people. Watulizeni mioyo watu wangu iliyojaa hofu. Hofu ya kitu gani? Endelea kusoma mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Anasema na kwa kutazamia mambo yatakayopata ulimwengu. Watu wakivunjika mioyo, wakiangalia no reform, no election, wakivunjika mioyo, nini kitaenda kuupata ulimwengu? Wanaposikiliza kauli za viongozi wanaoitwa viongozi wa dunia, viongozi wa mataifa, kauli zinazoonekana kana kwamba zinatishia amani, kauli zinazoonekana kana kwamba zinachochea hali fulani ya vurugu, wakivunjika mioyo kwa yale ambayo yataenda kupata ulimwengu. Lakini Mungu anasema watulizeni mioyo watu wangu. Lakini si kuwatuliza tu, watulie kwenye ngome fulani kuamini hakuna kitu kitakachoenda kuupata ulimwengu. Hapana. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Jambo fulani litaenda kutokea. The end of this world is soon at end. Ulimwengu huu, mwisho wa ulimwengu huu unakaribia mwisho.
Marejeo ya Kristo, kuja kwa Kristo kumekaribia sana. Lakini ulimwengu unavunjika mioyo. Nini kitaipata nchi yangu? Nini kitaupata ulimwengu? Migogoro ya mataifa inazidi kutokea kila kukicha. Nini kitaipata ulimwengu? Tunashuhudia ajali za ndege ambazo hazijawahi kutokea. Maisha ya watu maelfu yakiendelea kuangamia kila siku. Nini kitaipata ulimwengu? Watu wakivunjika mioyo kwa matukio ambayo yanatishia usalama. Wakati fulani mtu anawaza hata asitembee, kutishia usalama. Nini kitaipata ulimwengu? Sikiliza, Luka 21 tumalizia, anasema kwa kuwa nguvu za mbinguni zitatikisika. Hapo ndipo atakapomona. Nani watakapomona? Anasema hapo ndipo atakapomona mwana wa Adamu. Mwana wa Adamu akija katika wingu pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Basi mambo haya yaanzapo kutokea, changamkeni. Hapa ndipo tutaenda kuangalia nini ambacho Mungu anatuambia. Mambo haya yanapozidi kutokea, anasema changamkeni mkavinue vichwa vyenu, kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia. Naam, kama tukiujua wakati. Warumi 13:11 anasema kama tukiujua wakati, kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuwadia. Saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuwadia. Kwa maana wokovu wetu sasa huu karibu nasi kuliko tulipoanza kuamini. Anasema myaonapo mambo hayo, hapo ndipo mtakapomwona mwana wa Adamu. Kumbe mtikisiko huu wa mataifa, mchafuko unaotokea miongoni mwa mataifa, hasira inayoibuka kati ya kiongozi wa taifa hili na kutishiana, kuanza kupigana, kutishiana kwa ajili ya vita. Mambo hayo tunaambiwa yanaashiria Kristo yu mlangoni. Kristo yu mlangoni. Lakini nini ambacho tunahitajika kufanya? Haya yote yanatuonesha kabisa kwamba Kristo yu mlangoni, na hii ni lazima tuendelee kuitangaza wapendwa. 286 Pambano Kuu tumeambiwa utangazaji wa kuja kwa Kristo sasa unapaswa kuwa habari njema ya furaha kuu, kama ulivyofanywa na malaika kwa wachungaji wale wa Bethlehem. Wakati gani? Wakati Kristo alipokuja mara ya kwanza. Sikia kitabu hiki cha Christian Service, huduma ya Mkristo, Christian Service ama huduma ya Mkristo, na kusomea katika kurasa zile za Kiingereza, Christian Service page 79 paragraph 2, lakini unaweza ukaipata pia kwenye Testimonies for the Church volume 6 page 22, shuhuda kwa kanisa, gombo la 6 ukurasa wa 22, kurasa za Kiingereza. Anasema hatuna wakati wa kupoteza. Mwisho huu karibu. Anasema usambazaji wa ukweli kutoka mahali kwenda mahali. Punde utakutana na hatari ya vikwazo upande wa mkono wa kuume na wa kushoto. Kila kitu kitawekwa ili kuzuia njia ya wajumbe wa Bwana, kiasi kwamba hawataweza kufanya kile kitakachowezekana kufanywa sasa. Kumbe tunaona mitikisiko. Jambo fulani linaenda kutokea, lakini wakati huo shetani anatafuta namna ya kuzuia ujumbe ambao utawaonyesha watu nini cha kufanya. Ujumbe ambao utawaonyesha watu tumefikia wapi katika historia ya unabii. Ujumbe ambao utawaonyesha watu maandalizi gani ya muhimu tunahitajika kuyafanya. Shetani anataka kukaza njia ya wajumbe wa Bwana, ambayo leo tunaweza kuitumia. Hata wewe ambaye unapata nafasi ya kuweza kusikiliza, wakati unakuja na sio mbali ambapo utaingia YouTube channel, hautakutana tena na The Final Warning TV. Hayo si mambo ambayo ni ya mchezo, wapendwa watazamaji na wasikilizaji. It is coming soon. Njia ambazo zitaenda kuzuiwa. Anasema tunapaswa kuitazama kazi yetu kwa makini na kusonga mbele kwa kasi kadiri iwezekanavyo katika mapambano ya vita. Tusonge mbele kadiri iwezekanavyo. Saa itafika wakati ambapo tutazuiwa hata kumtembelea jirani, kumpatia kitabu ama kijizuu, ama kuzungumza naye habari za Kristo.
Sasa inakuja penzi watazamaji, yale ambayo yalitokea tunaambiwa yataenda kujirudia. Yale ambayo yalitendeka kipindi kilichopita yataenda kujirudia. Nini ambacho shetani anatamani watu anatamani watu wafungwe kwenye giza bila kujua, wakijawa na hofu kwa kile ambacho kinaenda kupata ulimwengu, lakini wasijue kwamba ni nini ambacho kitaenda kupata ulimwengu na usalama wetu utakuwa ni upi. Na mjumbe wa Mungu anatuambia we have to comfort God's people. Lazima tuwafariji watu wa Mungu, lakini tusiwafariji kwenye ngome ya amani bandia. Lazima tuwaeleze ukweli halisi, wasimame kwenye ukweli, wasimame kwenye mwamba ambao ni imara, maneno ya Kristo ambayo yatasimama kupingana na uongo ulio wazi, kupingana na uongo ulio wazi wa mafundisho ambayo shetani atazidi kuyaeneza katika makanisa, mafundisho ambayo yatazidi kujazwa katika akili za watu. Lazima watu wajengwe kwenye ukweli, msingi imara wa imani ya kweli ya wakati huu, imani inayowatambulisha watu, imani inayomdhihirisha Kristo na kuonyesha wapi alipo, kuonyesha Ukristo halisi ni upi, imani inayoinyanyua na kuinua sheria ya Mungu, itakayoinua na kunyanyua kanuni 10 za maadili. Imani hiyo ni lazima ijengwe kwa kila mwanadamu anayetamani kuokolewa, kuwa kama Kristo, tumaini kwa ulimwengu unaoelekea mwisho. Kitabu cha Pambano Kuu ukurasa wa 203 tufike tumaini. Kitabu cha Pambano Kuu na ukurasa wa 203, kile ambacho kilifanyika katika kipindi cha matengenezo awali kinaenda kujirudia wapendwa, kinaenda kujirudia na muda sio mbali. 203 kitabu cha Pambano Kuu, na hii ni sura ya 13. Anasema hivi, ni ukianza aya ya kwanza na aya ya 3 ya wewe unayetumia nakala hii. Hakuna mahali popote ambapo mafundisho ya matengenezo yalipokelewa kwa ujumla kabisa katika Uholanzi kuliko Uholanzi. Anasema katika nchi chache wafuasi wake walivumilia mateso ya kutisha mno. Tunaonyeshwa jinsi wana matengenezo awali walipofanya kazi ambayo huenda inapishana kwa mbali na vile ambavyo tunaipitia leo. Bado hatujapitia mateso makali kama ambavyo wenzetu walipitia, lakini the time is not far distant. Muda si mbali ambapo haya tunayosoma leo yanaenda kuwa uhalisia, wakati ambapo kesi zile ambazo tunaziona kwa watu wa ulimwenguni, kesi za kuitwa uhaini, zinaenda kupandikizwa kwa watu wa Mungu, na ulimwengu utasema watu hawa hatufai kuvumilia nao, kuwatazama wakiendelea kuhubiri mafundisho ambayo ni ya kutishia, ya kuchochea amani. Watasema ni ya kuleta utengano. Ukweli utakapoitwa uchochezi wa kuvunja amani, nao watasema watu hao hatupaswi kuwavumilia, wakae hata risali moja tu. Tusome kidogo hapo, sidhani ni nazungumza kile ambacho hakipo. Turudi kitabu hiko cha Pambano Kuu, rudi nyuma tu kidogo hapo. Ni ukurasa wa 110. Watu wa Mungu watasemwa kwamba hatupaswi kuwavumilia. Wanachochea amani, wanachochea vurugu, wanaharibu amani, wanaleta mafundisho ambayo yanachochea watu wasikae pamoja. Hawa ni maini. Hiko ndicho kinachoenda kutokea. 110 Pambano Kuu aya ya kwanza. Anasema wakati maadui wakitetea kwa kutumia desturi na mapokeo au maneno matupu na mamlaka ya upapa. Sikiliza nini ambacho kitaenda kutumika na watetezi wa uongo. Anasema watatetea kwa kutumia desturi, watatetea kwa kutumia matokeo na maneno matupu na mamlaka ya upapa. Leo hatushuhudii hayo. Mtu anatetea uongo lakini kwa kutumia maneno matupu yasiyokuwa na msingi katika maandiko. Maana ukweli ulio wazi haupingiki. Lakini watu watatetea kwa kutumia maneno matupu. Sikia, endelea kusoma. Anasema
Luther alikabiliana nao kwa kutumia kitu gani? Kwa kutumia Biblia. Luther alikabiliana nao kwa kutumia Biblia. Na Biblia anasema tena Biblia tu, Bible and the Bible alone. Bible and the Bible alone should be the motto of every Christian. Biblia na Biblia peke yake inapaswa kuwa kauli mbiu ya kila Mkristo. Luther alikabiliana nao wale waliotetea uongo kwa kutumia mapokeo. Luther alikabiliana nao waliotumia maneno matupu, waliotumia na mamlaka ya upapa kutetea uongo. Luther alikabiliana nao kwa kutumia Biblia. Na hiki ndicho ambacho mimi na wewe leo tunapaswa kutumia Biblia kupingana na uongo na kuwaonesha watu nini ambacho ni uhalisia wa yale ambayo yanatendeka leo na kile kinachokuja hivi karibuni. Sikia, endelea kusoma. Anasema humo ndimo kuwa na hoja ambazo hawakuweza kudai, hawakuweza kuzijibu. Ukweli ulio wazi haupingiki. Lakini nini watakapoona hawawezi kupinga kabisa? Watakapoona hawawezi kutetea kabisa, watasema kitu gani? Endelea kusoma. Anasema kwa hiyo watumwa wa urasimu na ushirikina walipiga kelele kudai damu yake kama Wayahudi walivyopiga kelele kudai damu ya Kristo. Washabiki wa Romani walipiga kelele. Sasa hapa nitakuonyesha washabiki hawa Romani, hatuzungumzii wale tu ambao wanaingia leo kwenye kanisa lililoandikwa kanisa la Roman Katoliki. Kuna washiriki wa Romani ambao wanaingia ndani ya makanisa yasiyoandikwa majina hayo, lakini they have the identity of Roman Catholicism. Wana kanuni, wana utambulisho wa Ukatoliki, lakini wanaingia kwenye kanisa. Kwenye jengo limeandikwa Lutheran Church, kwenye jengo limeandikwa Pentecostal Church, kwenye jengo limeandikwa Seventh Day Adventist Church, lakini they have an identity of Roman Catholicism. Wote watapiga kelele. Na nitakuonyesha, sikiliza, twende taratibu. Watapiga kelele wakisemaje? Ni mzushi. Huyu ni offshoot Roman Catholics. Watapiga kelele kusema huyu ni offshoot. Mzushi. Anasema hivi, ni uhaini kitu gani? Anasema ni uhaini mkubwa kwa kanisa kumruhusu mzushi mbaya sana hivi kuishi hata kwa muda wa saa moja zaidi. Hao ni viongozi wa makanisa, watapiga kelele. Huu ni uhaini kumruhusu mzushi kuishi kwa risari moja zaidi. Kwa sababu gani? Anaongea maneno ambayo yanapingana na mipango ya wale wanaoitwa viongozi wa dunia. Mipango ya wale wanaoitwa viongozi wakuu wa makanisa. Mzushi huyu hapasi kuishi hata risali moja. Sikiliza, endelea kusoma. Hayo ndiyo ambayo muda si mrefu tutakutana nayo uso kwa uso, wale ambao ni watoto wa Mungu. Lakini ujumbe huu, kama ambavyo tumesema, tumaini kwa ulimwengu unaoelekea mwisho. Katika wakati huo watu wa Mungu watahitajika kufanya nini? Twende pamoja. Anasema hivi, asiendelee kubaki hata risali moja. Hebu jukwaa la kunyongea wahalifu lijengwe mara moja kwa ajili yake. Lakini nini alikifanya? Kuzungumza ukweli tu ndicho alichokifanya. Lakini viongozi walisema mzushi huyu. Leo tunasikia kauli za wachungaji wakiwaita wajumbe wa kweli wa Mungu offshoots. Na Biblia inasema hawa wanaoita watu hivi ni Wakatoliki. Unaposikia mtu anaita mzushi yule anaohubiri ukweli, kumbuka hayo maneno yanatoka kwenye mdomo wa Mkatoliki. Huenda ni padri ama ni mshiriki wa kawaida. It doesn't matter anakwenda kuingia kuabudu kwenye jengo limeandikwa jina gani. Lakini yeyote atakayeita yule ambaye anahubiri ukweli ni mzushi, huyu ni Mkatoliki. That is the Bible, my friend. Sikia, anasema lakini Luther hakukamatwa.
kutokana na hasira zao. Mungu alikuwa na kazi ya kufanya kupitia kwake. Hivyo malaika wa mbinguni walitumwa kumlinda. Sikiliza, wakati wachungaji wananyanyua hasira zao kuita these people offshoots, akili zao zinawaza wauawe. Lakini kwa nini mpaka leo wanaendelea kuishi? Malaika walitumwa kuwalinda. Zaburi 34:7. Zaburi 34:7. Tunaambiwa malaika wa Bwana hufanya kituo wakiwazungukia wamchao ili kuwaokoa. Kama milima inavyozunguka Yerusalemu, ndivyo Bwana anavyowazungukia watu wake hata milele. Ndivyo Bwana anavyowazungukia watu wake hata milele. Sikia, anasema hata hivyo watu wengi waliokuwa wameipokea nuru ya thamani kutoka kwa Luther, waliofanywa wahanga wa hasira ya shetani na kwa ajili ya ukweli, waliteseka na kufa kishujaa. This before dishonor should be the motto of every Christian. Testimonies for the Church, volume 5, page 147. Kifo kuliko kuvunja kauli, kuliko kuvunja sheria ya Mungu, inapaswa kuwa kauli mbiu ya kila Mkristo. Hiyo ni Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 5, kurasa 147. Ndicho ambacho kilikuwa ni msingi, kilikuwa ni ngome imara ya wana matengenezo waliotangulia. Waliitwa wayuzushi, waliitwa waasi, waliitwa offshoot, lakini wengine waliruhusiwa kuuawa wakati ambapo Mungu aliruhusu. Lakini tunaona nini kilitokea kwa Luther? Wakati ambapo hasira ya viongozi, wakati ambapo hasira ya viongozi wa makanisa ya kipindi hicho, mamlaka ya upapa, waliposema huyu mtu auawe, tunaambiwa malaika wa Bwana Mungu alituma malaika kumlinda. Kwa sababu gani? Bado alikuwa na kazi yake, alikuwa na kazi naye. Haya ni kutuzilisha kwamba anayeongoza jeshi la watu wa Mungu ni Mungu mwenyewe, sio mwanadamu, sio president of any division of any conference, sio kiongozi wote wa kidunia. Anayeongoza vuguvugu la watu ambao watawaamsha ulimwengu wote kujiandaa kwa ajili ya kukutana na Bwana wao. Katika kitabu cha Amos tunaambiwa jiandae kukutana na Bwana wako. Wale ambao wataingia katika kazi hiyo, Mungu atatuma malaika wake kuwalinda. Kumbuka Yesu alipoenda hekaluni siku ya kwanza, siku ya Sabato, akiwa amefunua maandiko, akiwaambiwa haya yametimia machoni penu. Nini Wayahudi walikifanya? Walimchukua wakamtupe kwenye genge ili afe. Lakini tunaambiwa malaika walimchukua na kumwepusha kwao wasiuawe. 169 Tumaini la Vizazi Vyote, 169 aya 3. Tunaambiwa hivyo ndivyo ambavyo katika zama zote malaika wamekuwa wapo karibu na wafuasi waaminifu wa Kristo. Jeshi kubwa la mwovu limepangwa dhidi ya wote wanaotamani kushinda. Lakini Kristo anatutaka tutazame asiyoonekana. Tuone majeshi ya mbinguni ambayo yameweka kambi kuwazungukia wote wampendao ili kuwaokoa. Kwa sababu gani Mungu anafanya hayo? Tunaambiwa kamwe hatutajua hatari ambazo shetani amezituma kupitia katika The Final Warning TV. Kama tutajua hatari ambazo tumeepushwa nazo kwa malaika, kama hatutajua hatari zinazoonekana na zisizoonekana ambazo tumeepushwa nazo kwa malaika kuingilia kati. Malaika wameingilia kati hatari nyingi ambazo zimetokea tunapotembea njiani, zimetokea tunapoenda katika shughuli zetu. Kama hatutajua hatari zinazoonekana na siri ambazo hazionekani, ambazo tumeepushwa nazo kwa malaika kuingilia kati, mpaka tutakapouona uwezo wa Mungu katika nuru ya milele. Hapo ndipo tutakapojua ya kwamba malaika wa mbinguni, hapo ndipo tutakapojua ya kwamba jamii ya mbinguni ilivutwa na jamii hapa chini. Na wajumbe wale watokao penye kiti cha enzi walifanya kitu gani? Walilinda hatua zetu kila siku. Kamwe tutajua hatari
Malaika walitumwa kumlinda Musa. Malaika wanatumwa kuwalinda wajumbe wa Mungu leo. Kwa sababu gani? Mungu ana kazi na wao. Kuwaonyesha ulimwengu tumefika wapi katika historia ya unabii. Kuwaonyesha ulimwengu Kristo yuko mahali gani, anafanya nini. Kuwaonyesha ulimwengu tunapaswa kufanya nini tunapojiandaa kuhamishwa kupelekwa katika ulimwengu mwingine, ulimwengu wa milele. Tunapojiandaa kupelekwa katika makao ambayo Kristo aliahidi kwenda kutuandalia. Kitabu cha Counsels for the Church ama Nuru kwa Kanisa, ukurasa wa 57 tunaonyeshwa 56, tunaambiwa kwamba wakati ambapo nuru, wakati ambapo maisha ya Kristo, wakati ambapo tabia ya Kristo itakapoakisiwa ndani yetu mithili ya nuru, ndipo ambapo tutakuwa tumeandaliwa na kuwa tayari kuhamishwa kutoka katika ulimwengu huu. Nini Kristo nakisubiri? Turudi hapa ambapo tulikuwa tunasoma Pambano Kuu 203. Yale ambayo yalitokea kipindi kilichopita yanaenda kujitokea. Na nataka kuambia nini ambacho watu wa Mungu bado hatujajiandaa, and we have to prepare for it. We have to prepare for it. Rudi 203. Tukimbie kabisa katika sentensi inayofuata. Anasema hivi: kusoma Biblia, kuisikiliza au kuhubiri au hata kuongea kuhusu Biblia ilikuwa ni kupata adhabu ya kifo kwa kuchoma moto. What was happening will happen again. Kile ambacho kimetokea wakati uliopita kitatokea tena tunakoelekea. Kitatokea tena tunakoelekea. Sikiliza. Anasema hivi. Anasema ilikuwa ni kupata adhabu ya kifo kwa kuchoma moto. Kumwomba Mungu kwa siri. Kumwomba Mungu kwa siri. Anasema kuacha kusujudia sanamu. Na nitakuonyesha leo. Unaweza ukasema mbona sijakutana na sanamu? Utaona Shetani leo anataka tusujudie sanamu. Sanamu gani? Tumalize kusoma hapa nikuonyeshe ni sanamu gani Shetani anataka tusujudie. Anasema kuomba kwa siri, kuacha kusujudia sanamu au kuimba zaburi. Bwana ni mchungaji wangu, kuimba zaburi, nitayainua macho yangu kuitazama milima. Kuimba zaburi. Anasema hivi, kuimba zaburi nini kilitokea? Ilikuwa ni kupata adhabu ya kifo kwa kuchoma moto. Anasema kuimba zaburi pia adhabu yake ilikuwa ni kifo. Kuomba kwa siri, private prayer, maombi ya faragha. Sura ya 11 ya Steps to Christ, the privilege of prayer. Maombi ya faragha, kuomba kwa siri, kuimba zaburi. Kuimba zaburi. Lakini kitu gani kingine? Kuimba zaburi, anasema pia ilikuwa adhabu yake ni kifo. Kile kilichotokea kinaenda kutokea. Nitakuonyesha nini maandalizi ambayo tunapaswa kuwa nayo pia. Anasema hivi, hata wale ambao wangekana makosa yao walihukumiwa, kama ni wanaume kufa kwa upanga, kama ni wanawake kuzikwa wakiwa hai. Watu maelfu waliangamia chini ya utawala wa Charles wa 5 na Philip wa pili. Nilikuambia kwamba nini Shetani anakifanya? Anataka watu wote wasujudie sanamu. Na ulimwengu wa leo, ulimwengu wa dini wa leo, asilimia kubwa wanaabudu sanamu. Masomo mengi yaliyopita tumeonyeshwa ni namna gani hata wale ambao wanaitwa kwa jina la Mungu wa kweli wakati huu, Israeli wa leo, asilimia yao wengi wanaabudu sanamu. Sanamu gani? 487 tumesoma kitabu cha Pambano Kuu, tumeambiwa kwa kadiri umizimu unavyokaribiana sana na Ukristo, ndivyo unavyokuwa na nguvu ya kudanganya na kunasa watu. Shetani mwenyewe ameongoka ili aendane na mtindo na utaratibu wa kisasa wa mambo. Ukirudi 483 tunaonyeshwa ni rahisi sana kutengeneza sanamu ya falsafa na nadharia zingine za uongo, sawa na kunakshi sanamu ya mti au jiwe. Shetani nini anakitaka?
watu wasujudie sanamu ya leo ya falsafa, sanamu isiyoonekana, sanamu ya mafundisho ya uongo. Mafundisho ya uongo itafikia mahali kuyakataa itakuwa ni adhabu, kwa sababu ndiyo sanamu ya pekee ambayo shetani anataka watu waisimamishe. Ukirejea katika kipindi cha Daniel sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 6, tangazo lilipotolewa waliambiwa hivi, ni wakazi wote wakazi wa Babeli, mmeamuriwa hivi, mtakapoisikia sauti ya panda na aina zote za ngoma zimetajwa pale, anasema kuanguka na kusujudu sanamu ni heri. Yeyote ambaye hataanguka na kusujudu sanamu atatupa katika tanuru iwakayo moto saa hiyo hiyo. Tunapokuja katika wakati wetu, katika kitabu cha Ufunuo 13 mstari wa 15, tunapoonyeshwa mnyama kutoka nchi kavu ambaye tumeona ni taifa la Marekani. Ufunuo 13 kuanzia mstari wa 11, mstari wa 11, 12, 13 na 14, tunaonyeshwa taifa hili la Marekani litatenda kwa ajili ya kunyanyua upapa. Kwa nini linatumika taifa la Marekani? Taifa la Marekani linasimama pale kuwakilisha Uprotestanti. Taifa ambalo limejengwa kwa msingi ya dini, lililojengwa kwa msingi ya kutenganisha ya Kaisari ni kwake na ya Mungu ni kwake. Lakini tunaambiwa saa hii taifa hili linaenda kuvunja msingi wa katiba yake na kuiga katiba za upapa. Katiba ya upapa ambayo inaunganisha dini na serikali kwa ajili ya kulazimisha dhamiri za watu na kuleta dini ya lazima. Na ndipo katika Ufunuo 13 mstari wa 15 tunapoambiwa taifa la Marekani, 14 tunaambiwa litatenda kwa ishara zote za mnyama yule wa kwanza, tena waambia ulimwengu na watu wote kumfanyia sanamu mnyama yule wa kwanza. 15 tunaambiwa naye amepewa kutia pumzi, amepewa mamlaka kutoa pumzi, amepewa nguvu kutoa pumzi. Na nani aliyempa nguvu? Ni mamlaka ya upapa. Amepewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama na kuifanya hiyo sanamu ya mnyama inene, na kuwafanya hao wote wasioisujudu sanamu ya mnyama wafanye nini? Wauawe. Tena wafanya wote wadogo kwa wakubwa, matajiri kwa maskini, walio huru kwa watumwa, watiwe chapa. Kumbuka chapa inaonyeshwa identity of the beast, mtambulisho wa mnyama. Watiwe chapa katika vipaji vya nyuso zao, hadi katika mikono yao. Tena mtu awaye yote asiweze kuuza wala kununua isipokuwa ana chapa ile, yani jina la mnyama yule, au hesabu ya jina lake. Kwa hiyo tunaporejeshwa katika wakati wetu, kulazimishwa kusujudia sanamu ya mnyama. Lakini swali linakuja, hiyo sanamu ya mnyama ni wapi ambapo uliona? Ni wapi umeiona uambiwe usujudie? Hamna. Shetani ameongoka aendane na utaratibu wa kisasa wa mambo. Atajenga sanamu ile aliyoijenga katika uwanda wa Dura Babeli. Sanamu ile aliyoijenga pale katika jangwa la Sinai, na kuamuru Waisraeli wote kwenda kusujudia. Tena wakasimama. Sikiliza ulinganisho wa ajabu unaotokea pale katika kipindi cha Babeli. Watu waliamrishwa kufanya kitu gani? Kucheza mziki wa ngoma, wa santuri, wa zeze na aina zote za mziki. Kipindi cha Israeli pale jangwani, watu, fungu la 6 Kutoka 32, waliinuka wanywe, wale walisimama ili wacheze kitu gani? Santuri, ngoma na aina zote za mziki. Sanamu ile iliyopelekwa katika uwanda wa Dura Babeli, sanamu ile iliyopelekwa katika jangwa la Sinai, sanamu ile inaletwa katika wakati yetu, lakini katika mtindo tofauti. Naweza kusoma hizo Great Controversy page 585 paragraph 2,
Kitabu cha Pambano Kuu. Kwa hiyo nao tumia nakala hii, ukurasa wa 483 aya ya kwanza. Tunaambiwa shetani ataleta mtindo. Leo kuna ibada ya sanamu katika mtindo tofauti. Hayo yote yanaonyesha hatari ambayo iko mbele yetu. Lakini Mungu anasema, watulizeni moyo watu wangu. Ulimwengu huu unaelekea mwisho. Kitabu cha Ezekiel. Ulimwengu huu unaelekea mwisho, wapendwa. Kuna watu ambao wanadhani ni utani, lakini ulimwengu huu unaelekea mwisho. Ezekiel sura ya 7. Na hakuna mtu ambaye atasema mimi nitakimbia, mimi nitakwepa, huu mwisho haunihusu mimi. Sihusiani na mambo hayo. Sikiliza. Ezekiel sura ya 7 anasema, tena neno la Bwana likanijia kusema, na wewe mwanadamu, Bwana Mungu aiambia hivi nchi ya Israeli, ni mwisho umezijia pembe 4 za nchi. Tunapoona mfarakano wa mataifa, mwisho unatangaza unakuja, tunatakiwa kukimbia kuangalia Mathayo sura ya 24. Matukio yaliyopangiliwa pale, kuanzia vita, tetesi za vita, na tunaambiwa siku hiyo upendo wa wengi utapoa. Kishuhudia mabomu leo yanavyolipuliwa, maelfu ya watu wanaangamia. Watu hawajali roho za watu. Hawajali maisha ya watu. Kila siku maisha ya maelfu wanaangamia. Hakuna mtu anayejali tena maisha ya watu. Upendo wa wengi utapoa. Sikia. Anasema hivi, fungu la 3. Sasa mwisho huu unakupata, nami nitakuletea hasira yangu, nitakuhukumu sawa sawa na njia zako, mimi nitakupatiliza machukizo yako yote. Jicho langu halitakuchukulia wala sitaona huruma, bali nitakupatiliza juu njia zako, na machukizo yako yatakuwa katikati yako, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Wakati mwisho unapoelekea, hukumu ya Mungu itasimama kwa ajili ya wale, kwenye Pambano Kuu tumesoma, waliokataa sheria yake. Ndio maana katika Isaya tumeambiwa mtafuteni Bwana maadamu atapatikana. Tumesoma wakati unakuja kuhubiri Biblia, kusoma Biblia, hata kuomba tu kwa siri itakuwa ni adhabu. Wakati huu rehema bado ipo. Mtafuteni Bwana maadamu atapatikana, muiteni maadamu yu karibu. Rehema ya Kristo inapoendelea kumuita kila mmoja, ni wakati wa kusema, nipo Bwana, nipo tayari kusikia na kutembea na wewe. Kwa sababu the time is coming. Muda sio mbali. Muda unakuja ambapo tutatamani kuyasikia maneno haya, but it will be too late. Israeli, tuambiwa Israeli ambao tumependelewa kwa nuru kubwa mno, kwa sababu ya kuto kuitumia na kuichezea na kuikanyaga. Mungu anasema, sasa sitakuhurumia. Nitaondoa ulinzi wangu kwako. Iko ndicho anachokimaanisha hapo. Nitaondoa ulinzi wangu kwako. Na Mungu afanyi kile ambacho hakukiahidi katika Biblia. Kumbuka katika kitabu cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa 10, Mungu alitoa ahadi, kwa kuwa umelishika neno la subira yangu, mimi nami nitakulinda. Kwa hiyo anaonyesha ni namna gani ulinzi wa Mungu unahitajika katika wakati gani. Anasema, mimi nami nitakulinda utoke katika saa ya kujaribiwa. Kiswahili chetu kimeweka neno fulani ambalo ni tofauti na Kiingereza. Tunaona neno kuharibiwa. Lakini tunaambiwa katika saa ya kujaribiwa, iliyo tayari kuujilia ulimwengu wote, kuajilia walimwengu wote. Anasema, na kuwajaribu wakahao juu ya nchi. Ahadi ya Mungu ya ulinzi inatolewa kwa wale ambao watalishika neno la subira ya Kristo, amri za Mungu na imani ya Yesu.
Imani ya Yesu. Unajua kuna imani kwa Yesu, lakini kuna imani ya Yesu. Biblia inasema wale ambao watalindwa, Ufunuo 14:12. Hapa ndipo kwenye subira ya watakatifu hao wazishikao amri za Mungu na kuwa na imani na ushuhuda wa Yesu. Lakini ukienda katika Ufunuo 12:17 tunaonyeshwa wenye imani ya Yesu, imani ya Yesu, the face of Jesus. Ahadi ya Mungu ya kulindwa inatolewa hapo. Nini imani ya Yesu? Imani ya Yesu ni kitu gani? Hiyo ndiyo inayomaanishwa kuwa kama Yesu, kuhubiri kama Yesu, kuzungumza kama Yesu, kuwaza kama Yesu, kutenda kama Yesu. Hiyo ni imani ya Yesu. Na ndiyo ahadi ya ulinzi katika wakati wa taabu inatolewa kwao. Ulimwengu umekataa sheria ya Mungu. Ulimwengu wa Kikristo umekataa maelekezo ya Mungu. Ulimwengu wa Israeli, wa Adventista wa Sabato wamekataa sheria ya Mungu, si kwa maneno, kwa matendo. Tunaposoma kwenye kitabu cha Christ's Object Lesson, Christ's Object Lesson, ulimwengu wa Kikristo umekataa sheria ya Mungu kwa matendo. Waadventista wa Sabato wameikataa Sabato, si kwa maneno, lakini kwa matendo. Kwa matendo. Na wengi wanadhani kwamba kuikataa sheria ya Jumapili ni jambo tu la kusema hapana, sitaenda kanisani siku ya Jumapili. Na wakati huo huo ninapiga pasi siku ya Sabato. Napiga pasi siku ya Sabato. Lakini unaweza ukaenda ukapitia somo lililopita, sitarudia, ambalo wengi wameinuka kupinga kwa hasira, kuonyesha ni namna gani we are not ready to be sanctified. Hatupo tayari kupokea utakaso wa Sabato, kutetea harusi siku za Sabato. We are not ready. Na hao ni Waadventista wa Sabato. Kule sitagusia. Unaweza ukapitia ile somo lililopita. Wengi wanatetea uongo. Sikia. Christ's Object Lesson, vielelezo vya mafundisho ya Kristo, sura ya 22. Sura ya 22. Kwa hiyo ambao una kitabu kinaitwa Lulu za Uzima, utaenda kuangalia sura hiyo ya 22. Anasema aya ya 2, katika hubiri la mlimani Kristo alisema, si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Anasema kipimo cha upendo hakiko katika maneno, bali matendo. Kipimo cha utii, hatuhitaji watu watakaosema ninamwamini Mungu, ninamwamini Yesu. Tunahitaji watu walio tayari kusema ninamtii Yesu kwa matendo. Sio imani. Imani pekee haitoshi. Tunaambiwa imani pasipo matendo imekufa, tena ni imani ya mashetani. Imani ya kuamini kwamba ninaamini ujumbe wa malaika watatu, lakini ninakula kama ninavyotaka. Malaika watatu yupi? Imani isiyofungamana na matendo. Mtume Yakobo anasema, hebu nionyeshe imani yako, hiyo unayosema una imani ambayo haina matendo, nami nitakuonyesha imani yangu kwa njia ya matendo yangu. Imani inayopatana na matendo. Imani inayopatana na matendo. Katika maandalizi ya mwisho, nuru kwa kanisa, ama kitabu cha kutayarisha njia ya sura ya 3, tunapoambiwa jiandae kuonana na Mungu wako, tunaambiwa malaika alisema, hebu imani yenu ipatane na matendo yenu. There is power. Kuna nguvu ya injili iletayo wokovu pale ambapo imani inalingana na matendo. Ndipo tutakapozihirisha. Yesu aliposema mkinipenda mtafanya nini? Mtazishika amri zangu. Anakuja kutuambia kipimo cha upendo huo hakiko katika maneno. It is not enough to say I am a Seventh-day Adventist. It is not enough.
Haitoshi kusema mimi ni Mwadventista msabato. Haitoshi kusema mimi ni mwinjilisti, mimi ni mhubiri. Haitoshi kusema hivyo kupitia maneno. Inahitajika na matendo yazidishe. And by the way, Wakristo wa kweli hatukupaswa kujitambulisha kwa mdomo. Sio kitu geni na kizungumza. Mathayo 5:16. Vivyo hivyo nuru yenu iangaze. Yesu asemi kwamba hivyo hivyo iangazeni nuru yenu. Nuru yenu iangaze kwa ulimwengu wote wapate kuyaona. Sikia, anasema wapate kuyasikia. Hapana. Anasema wapate kuyaona matendo yenu mema. Alafu wamtukuze Baba yenu wa mbinguni. Watu wapaswa kusema huyu ni msabato. Huyu ni msabato. Ni ajabu wasema mimi ni msabato. Sema hadi wewe. Mbona sawa sabato huwa anasema wali nyama? Hamna, unajua Ellen G. White alishauri tu mnaenda tu taratibu. Au jifungi sana unaanza kutetea. Mbona sabato wanasemaga wanavaa nguo ndefu? Sasa wewe msabato gani? Hamna, hii mbona ndefu? Ulimwengu unaanza kudoubt. Vivyo hivyo nuru yenu na iangaze kwa watu wote. Wapate kuyaona matendo yenu mema. Mimi ni msabato. Mbona unapika leo? Hamna, kula chakula cha baridi tumekatazwa. Ile ilikuwa zamani. Unaanza kujipiga kutetea uongo. Lakini tunahitajika si kujijustify sisi wenyewe. Biblia inasema wao wataanza kusema huyu. Wakati mitume walipoenda kuhubiri, Matendo sura ya 4. Nazungumza kile ambazo it is written. Sitaji kukupa maneno yangu. Matendo 4 sura ya 13. Anasema watu walitambua ya kwamba wanafunzi waliwajua ya kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Walitambua hivyo. Wao ndio walisema walitambua. Waliona namna walivyokuwa wanaishi. Si namna alivyokuwa anazungumza. Kipimo cha upendo hakiko katika maneno. Haitoshi kusema nakupenda. Hata katika habari ya familia. Baba hawezi kumwambia mama nakupenda alafu kila siku anampiga na kumtukana. Ni upendo wa namna gani huo? Ni upendo wa mashetani. Kwa sababu tunaambiwa imani isiyofungamana na matendo, maneno yasiyofungamana na matendo ni maneno ya mashetani, ni imani ya mashetani. Yakobo sura ya 2. Yakobo sura ya 2. Sikia, turudi hapa. Anasema Kristo amwambii mtu awaye yote, unasema maneno gani ya ziada? Kristo amwambii mtu yeyote hivyo. Lakini anasemaje? Anasema bali unatenda tendo gani la ziada? What are you doing? Not what are you saying. What are you saying? Sikia. Anasema hivi. Maneno yake yalikuwa na maana kamili. Mkiyajua hayo, heri ninyi mkifanya nini? Mkiyatenda. Mkiyatenda. Anasema maneno hayana maana isipokuwa yameambatana na matendo sahihi. Hili ndilo fundisho lililofundishwa katika mfano wa wana wawili. Wana wawili. Mmoja aliambiwa nenda. Ambia nitaenda. Kaniletee maji. Sawa mama. Nusu saa imeisha. Nusu saa imeisha. Maneno yasiyoambatana na matendo. Yule mtoto wa kwanza aliambiwa nenda. Akasema naenda. Ila Biblia inasema asiende. Mwingine aliambiwa nenda, akasema mimi siendi, nimechoka bwana. Mimi nimechoka, kila muda unanituma mimi tu. Nenda, mimi siendi. Lakini baadaye alitegemea mwenzake ataenda, alikaa kimya. Alitafakari, lakini ilikosa, akaenda. Tunaambiwa hili ndilo fundisho lililofundishwa. Mfano huu ulisemwa pale Yesu alipozuru Yerusalemu mara ya mwisho kabla
kabla ya kifo chake. Kabla ya kuelekea ukingoni mwa ulimwengu huu, maneno haya ni lazima yasemwe kwa ulimwengu wote. It doesn't matter what are you saying, it matters what are you doing. Maneno haya lazima yasemwe. Haijalishi unasema kitu gani, inahitajika kile ambacho unakifanya. What are you doing in this time of preparation? Testimonies for the Church, Volume 5, Chapter 23. Tunaambiwa, what are you doing, my sister, in this time of preparation? Unafanya nini katika wakati huo wa maandalizi? Tunapojiandaa kukutana na Bwana wetu, ambapo Yesu anatuambia, jiandae kukutana na Bwana wako. Hebu matendo yenu yapatane na imani yenu. Hebu watu wajue ya kwamba ninyi ni Waadventista wa Sabato kupitia muonekano wa mavazi yenu. Lakini Waadventista wa Sabato ndio hao. Navaa kama mashetani. Identity ya leo, Waadventista wa Sabato wanatambulishwa kwa kucheza magwaride, this nonsense dancing. Huo ndio utambulisho wa Sabato. Alafu mchungaji anatetea ujinga huu. Anatetea. Huu ndio unajulikana ni utambulisho. Outward show. Huu ni usanii. Lakini tunaambiwa watu wayaone matendo yenu mema. Hasemi Biblia, haisemi kwamba watu waone uchezaji wenu wa gwaride, kwa sababu Mungu anajua watu watakapoona this nonsense dancing. Manuscript release 12 MR page 220 paragraph 3. Tunaambiwa watu watakapoona gwaride, nukuu hiyo inasema, watamtukuza the prince of darkness, mfalme wa giza. Hiyo ndio nukuu inasema. Sijajua ulimwengu ni kwa vile haujui uhalisia wa imani ya Waadventista wa Sabato. Lakini ikiwa wewe ni si Mwadventista wa Sabato, unaona haya, usimtukuze Mungu, kwa sababu this dancing is of the devil. Hii sio imani ya Waadventista wa Sabato. Waadventista wa Sabato hawatambulishwi kwa kucheza gwaride. Tumeonyeshwa katika nukuu hiyo, magwaride haya pamoja na miziki yake inamtukuza na kumuinua mfalme wa giza na kupumbaza akili za kuwafanya wale wanaojiita viongozi na kukimbia. Dancing. It doesn't matter what are you saying. It matters what are you doing. Unafanya nini cha ziada? Mwambia Yesu, unacheza gwaride. Ndio maandalizi ya wakati wa taabu. Baba utusaidie. Kitabu cha Pambano Kuu. Tunaenda kupambana na majaribu mazito yaliyo mbele yetu kwa njia ya gwaride. Kwa njia ya gwaride. Shetani umchezee kushoto, kulia, mbele, tembea. Eti ndio preparation of the time of trouble. Waefeso sura ya 6. Kwa maana kushindana kwetu sisi sio kwa damu na nyama. Hatushindani kwa kukulo kama wanavyoharibiwa watoto hawa. Hatufundishwi kujiandaa eti kwa kuanza kukulo as if we're soldiers, kama maaskari wa kidunia. Ukisoma Ufunuo sura ya 6 fungu la 13, 14 mpaka 17, tunaambiwa majemedari watakimbia. Majemedari gani? Ambao walijiandaa tu kimwili kwa njia ya kujifunza gwaride na kuklo, lakini they had no spiritual preparation. Amos 2:16 inaongeza ya kwamba watakimbia uchi. Without the righteousness of Christ. Pasipokuwa na neema ya Kristo, Biblia inasema watakimbia uchi. Amos 2:16. Uchi pasipokuwa na haki ya Kristo. Katika Ufunuo tumepewa ushauri. Leo maonyo yanakuja kwa kila Mkristo. Nakupa shauri.
Na Yesu huwa anazungumza taratibu, ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa upate kuwa tajiri. Ununue kwangu mavazi yaliyo safi upate kuficha aibu ya uchi wako isionekane. Watu wasione kwamba Waadventista wa Sabato ni watu maarufu wanaojua na kuweza kucheza gwaride. That is nakedness. Huo ni uchi. Huo ni uchi. That is not a righteousness of Christ. Hiyo sio haki ya Kristo. Na ulimwengu haupaswi kututambua kwa kuangalia matendo haya ambayo ni outward show. Waadventista wa Sabato wanaimba vizuri kwa sababu gani? Ulimwengu unaona wanajua kumachi wakiwa wamenyoa mapanki. That is not an identity of a Seventh-day Adventist. Paganism. Sio utambulisho wa Adventista wa Sabato. Biblia inasema wayaone matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Pambano Kuu kurasa 515. Unajua tunajiandaa kwenda katika majaribu yaliyo mbele yetu, majaribu makali yatakayotikisa imani yetu, majaribu ya kwenda mbele ambayo tutahitajika kusimama mbele za Mungu pasipo mpatanishi. We are preparing for that time by dancing gwaride. Hivi ndio tunajiandaa. Comfort thee my people. Watulizeni moyo watu wangu. 515 kitabu cha Pambano Kuu. 515 aya ya 4. Sura 39, The Great Controversy. Page 622, 623. Aya 3. Anasema wakati wa taabu ambao mfano wake haujawahi kuwapo kamwe huu karibu kufunuliwa kwetu, na tunahitaji uzoefu ambao kwa sasa hatuna, na ambao watu wengi ni wavivu mno kuupata. Uzoefu hatuna. We need such kind of an experience of which we don't have now, and of which many of people we are indolent to obtain it. Uzoefu ambao hatuna na ambao wengi wetu ni wavivu mno kupata. Uzoefu gani? Testimonies for the Church. Shuhuda kwa kanisa, gombo la 5, ukurasa wa 189 aya 4. Anasema if we would be in a position where God can use us, we must have individual faith and individual experience. Kama tutakuwa katika nafasi ambapo Mungu anaweza kututumia sisi, ni lazima tuwe na uzoefu binafsi na imani binafsi. Imani ya kumtambua Kristo kama mwokozi wangu binafsi, sio mwokozi wa familia yangu. Imani ya kumtambua Kristo kama mwokozi wangu binafsi, muombezi wangu binafsi, mpatanishi wangu binafsi, sio muombezi wa dunia nzima, muombezi wa kanisa lote. We are not saved as a group. Hatuokolewi katika makundi. 405 kitabu cha Pambano Kuu. Tunaambiwa hatuokolewi katika makundi kwenye sura hiyo ya 28. Tufike hapo. Anasema mara nyingi taabu inakuwa ni jambo kubwa mno la kuwaziwa kuliko inavyokuwa katika uhalisia. Lakini hivi sivyo ulivyo ukweli wa hatari iliyo mbele yetu. Onyesho la waziwazi kabisa haliwezi kufikia kiwango cha ukubwa wa majaribu ya wakati wa taabu. Katika wakati huo wa taabu, kila mtu ni lazima asimame kwa ajili yake mwenyewe mbele za Mungu. Individual experience. Mama hata msaidia kijana wake ambao leo ni mzembe katika kufanya maombi binafsi. She will never save his children. Kila mtu ni lazima asimame mwenyewe. Leo tutapigia makofi vijana wanavyomachi, tutapigia makofi. But at that time, these children, they must stand themselves before God.
Katika wakati huo vijana hawa ambao leo tunawapigia makofi kwa ajili ya kumachi na kukimbia tu gwaride, katika wakati huo ni lazima wasimame wenyewe mbele za Mungu wakimtambua Kristo kama mwokozi wao binafsi. Lakini Yesu atawaambiaje? You have an identity of the devil, an identity of purpose of dancing gwaride, prince of darkness, siwajui mtokako. Anasema akili zenu zimejaa mbele tembea, kushoto geuka, march up. Akili hiyo haipo katika mfuasi wangu yeyote. I don't know you. In your head you have other masters, of which they were calling themselves master guides. Katika akili zenu mna mabwana wengine waliojiita master guide katika ulimwengu. Mliwatii kwa kukubali kufanya vitendo ambavyo it is not written in the Bible or in the spirit of prophecy. Na Yesu anasema hakuna mtu awezaye kumtumikia mabwana wawili. Aidha utamtumikia Kristo ama utamtumikia gaidi, master of guides. Lakini watoto hawa ambao leo wanaharibiwa watahitajika kusimama wenyewe mbele za Mungu. Kama Biblia itazuiwa, kusoma itazuiwa, kama kuomba itazuiwa, nini tunaambiwa? Matukio ya siku za mwisho, ukurasa wa 53. Unaweza ukasoma ukurasa wote huo. Na aya 2 za mwisho tunaonyeshwa kitu kile ambacho kwamba itafikia kipindi Biblia hizi zitanyang'anywa. Na ndipo tutakuwa na kiu zaidi. Pambano kuu yangu iko wapi? Kwa sababu tunasoma pambano kuu imeisha. I have nothing of which I remember. Sikumbuki chochote nilichokisoma kwenye pambano kuu. Biblia yangu nayo sikumbuki chochote nilichosoma kwenye Biblia. Lakini sasa nimenyang'anywa. Nyakati za zamani, matukio ya siku za mwisho, zinapaswa kutumika kuhifadhi ahadi za thamani za mafungu ya Biblia, sio kuimba hivi vitu vya ajabu tunavikariri. Ana hata nukuu moja leo nabii. Unadhani wakati wa taabu utaimba Sisi ni mashahidi wa Yesu wanacheza gwaride. Mashahidi wa Yesu gani hawa? Mashahidi wa Yesu gani? Yesu gani? Watongaleni. Yesu gani? Kweli kioo kinavyoletwa wakati tunaimba sisi ni mashahidi wa Yesu. Yesu anasema mimi sichezi gwaride, lakini you are the witness of the prince of darkness. Lakini hizi nyimbo hazitasaidia wakati wa taabu. Ni lazima tuwe na roho ya Kristo. Roho ya Kristo ni lazima tuwe nayo. Matukio ya siku za mwisho tunaambiwa nyakati za thamani zingetumika kuhifadhi, badala ya kukimbizana kuchukua tuzo za kidunia, tuzo zinazoharibika, sijui nishani za kipepeo za nguruwe, za mbwa za nini. Ni muda huu unaopotezwa maporini kwa ajili ya kukulo, muda huu unaopotezwa maporini kwa ajili ya kimbia ungetumika kukariri maandiko ya Biblia katika akili zetu. Unajua inaonekana ni ajabu, lakini wakati unakuja wengi watatamani haya kusikia. Leo yanaonekana kana kwamba yanaongelewa na mtu ambaye ni muasi. I don't care. Tuendelee pambano kuu. Anaendea, wajapo kuwamo ndani yake Nuhu, Danieli na Ayubu, kama mimi niishivyo, asema Bwana Mungu, hawataokoa mwana wala binti, watajiokoa nafsi zao kwa haki yao. Ni wakati ambao watoto badala ya kuimarishwa kuelewa msingi wa imani yao. Mtoto aelewe msingi wa imani ya Waadventista wa Sabato, aelewe unabii wa siku 2300 ni kitu gani, aelewe chochote. Lakini ukimwamrisha hata saa 8 ya usiku
anatembea gwaride uwanja mzima, nyumba nzima anazunguka na achoki kuimba. Lakini Biblia hana muda nayo. Na mambo hayo kwa sababu yanahusisha habari ya muziki. Kumbuka nimekuambia kile kilichotokea pale katika jangwa la Sinai kinatokea leo. Kinatokea leo. Nini kiliambatanishwa na wale watu walioasi wakaenda kumwabudu ndama kuyeyusha? Walikula, walikunywa, huo ni ulafi. Luka 21:34. Walikula, walikunywa kwa ulafi, lakini wakasimama ili wacheze. Wacheze kitu gani? Gwaride. Walisimama ili wacheze. Na ni matokeo ya kunywa mvinyo wa Babeli, kulewesha akili zao kiasi cha kushindwa kuelewa is this good or evil. Na wachungaji wanatetea. Testimonies for the Church, Volume 2, page 237. Anasema wanaume na wanawake wanaishi katika saa ya mwisho ya kufungwa kwa mlango wa rehema. Lakini anasema na bado lakini hawajali na ni wapumbavu. Na wachungaji hawana nguvu ya kuamsha. Wao wenyewe wanashiriki kucheza gwaride. Makuhani wametoka kwenye ulinzi wao kuja kulindwa. Adui anakuja akiwa anacheka. They have nothing to see. Na wachungaji hawana nguvu ya kuamsha. Wao wenyewe wamelala. Wachungaji waliolala wakiwahubiri washiriki waliolala. Mshiriki na mchungaji wanakutana katika viwanja vya dhambi inayofanana. Mshiriki ni mzinzi, mchungaji ni mzinzi. Tena huenda wakagongana kwa binti mmoja. Mzee wa kanisa na mchungaji. Hiyo ni hali halisi ya Israeli ya leo. Lakini wakati wa taabu unakuja, tunaambiwa kila mmoja ni lazima asimame yeye mwenyewe. Je, tunao uzoefu wa binafsi huo leo? Je, hiyo tabia ambayo tunahitajika kuwa nayo kama Kristo tunayo leo? Leo makosa yanapofunuliwa kwangu, mwitiko wangu ni upi? Ninaanza kutetea. Unajua mimi siwezi kula kipolo. Unajua mambo hayaendi hivyo. Msifanye mbingu kuwa ngumu. Tumaini la vizazi vyote. Hapa tutasoma tu. Tumaini la vizazi vyote 227. Tumaini la vizazi vyote. Ukurasa wa 227. Unajua shetani alinipitia tu. Haya ni majaribu tu. Yaani tunatetea uovu na kutoa uzuru. Sikia. 227 sura hiyo ya 31. Aya 2. Kujaribiwa na mwovu kusitumiwe kama udhuru kwa jambo baya linalotendwa. Shetani anashangilia ushindi anaposikia watu wanaoitwa wafuasi wa Kristo wakitolea udhuru kwa tabia yao mbaya. Unajua vijana lazima wawe fit. Unatolea udhuru gwaride. Kwa nini wasipeleke shamba wakalime hao? Nani ambaye amesema fitness inajengwa kwa gwaride peke yake? Haya, kwa nini wasicheze peke yake bila muziki? Na kwa nini kila kiongozi akija lazima achezeshwe gwaride? Who is this leader? Sikia. Uzulu huu ndio unaoongoza kuelekea katika dhambi. Dhambi unapoanza kuitolea uzulu, hautasamehewa kamwe. Afichaye dhambi zake hatasamehewa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Hivyo ndivyo Biblia inavyosema. Hakuna rehema kwa mtu anayetetea uovu. Hakuna rehema.
Sikia, anasema hivi, hakuna udhuru kwa dhambi. There is no excuse for sin. Wakati ulimwengu huu unapoelekea mwisho, dhambi lazima ikome kwenye maisha yetu. Lazima tuwe na tabia itakayomuinua Kristo katika kila mahali tunapoenda. The face of Jesus. Hiyo ndio imani ya Kristo. Hahitaji watu waanze kusema, na mimi pia ni msabato. Acha, mbona wewe ni msela tu, msabato gani anakula hivyo? Msabato unabeti. Ndipo ziaka, na tumeambiwa kwenye Biblia watu wasituziaki kwa matendo mabaya ambayo tunayatenda kweli. Lakini ndicho kinachotokea. Tabia takatifu, maisha ya Kikristo yanapatikana kwa kila mtoto wa Mungu aaminie na kutubu. Kila anayeamini na kutubu, maisha haya yameahidiwa kupatikana kwake. Tabia inayotakiwa kwa Mkristo ni kule kuwa kama Kristo. Hicho ndicho ambacho kinatakiwa kwa kila Mkristo. To be like Jesus. To be like Jesus. Lakini sisi tunasema we are Christians, but we are like the devil. Wakati huo tuko kama mashetani katika maneno yetu, katika mawazo yetu, katika matendo yetu. Lakini tunaambiwa tabia inayotakiwa kwa kila Mkristo ni kule kuwa kama Kristo. Kwa sababu katika wakati wa taabu ni lazima tusimame mbele za Mungu bila mpatanishi. Wakati sheria ya kulazimisha dhamiri, sheria ya kulazimisha watu kuabudu kwa lazima, sheria ya Jumapili, alama ya mnyama itakapotangazwa katika taifa la Marekani, lile ambalo limelinganishwa na mnyama mwenye pembe mbili kama mwanakondoo, anayesema kama joka, anayetenda kazi kwa sawa sawa na mnyama yule wa kwanza ambaye nimekuelezea. Nini kinamaanisha? Wakati sheria itakayokandamiza dhamiri itakapotangazwa. Na unajua huko ndiko tunakoelekea. Vurugu hizi zote zinapoendelea. Leo tuna mara Iran ndio anasababisha, mara Marekani ndio mchochezi, lakini saa inakuja nani ataambiwa ni mchochezi wa vita hivi? Waadventista wa Sabato, watu wa Mungu. The Great Controversy, usome sura ya 36. Kwa hiyo mwenye kitabu iko sikutaji ukasome aya ngapi? Kasome sura nzima. Utakutana na aya nayo yakwambia. Ningekutarajia ni aya ngapi? Soma sura hiyo ya 36, the impending conflict. Mapambano yaliyo karibu sana. Watu wa Mungu wataletewa shutuma hizo kwamba ni wasababishaji wa vurugu, wasababishaji wa uchochezi wa kuvuruga amani na kuifanya serikali isiaminiwe. Kwa kusema hawa ndio wasababishaji wa vita hao. Hawataki umoja. Umoja unaounganishwa na uongo. Sikia. Kama vile mwana wa Adamu alivyokuwa mkamilifu katika maisha yake, ndivyo wafuasi wake wanavyotakiwa kuwa wakamilifu katika maisha yao. Kwa sababu tunafuata nyayo za mwana wa Adamu, nyayo za Kristo. Tunaambiwa kama yeye alivyo mkamilifu, ndivyo ambavyo sisi tunatakiwa kuwa wakamilifu katika maisha yetu. Katika mambo yote Yesu alifanyika kuwa kama ndugu zake. Nini hiki anakimaanisha? Maisha ambayo Kristo yote aliyaishi yalikuwa ni kwa ajili ya ndugu zake, kwa ajili ya wale ambao watatembea kwa kufuata nyayo zake, watakaohitaji kupata ushindi.
Yesu aliishi maisha ambayo kielelezo yatakayoleta nguvu kwa kila ambaye atatamani kupata ushindi. Katika aya ya mwisho ya Pambano Kuu sura ya 30, aya ya mwisho ya sura ya 30 ya Pambano Kuu, tunaambiwa kushinda kwake kunafanya iwezekane kwetu kushinda. Hii inahitaji willingness, inahitaji utayari. Inahitaji utayari wa mtu binafsi Kristo apigane ndani yake. Inahitaji utayari tu. Tunapoenda kusoma kwenye kitabu cha Christ is Object Lesson, si jambo ambalo ni la kuongea tu jepesi kiasi hicho, lakini linahitaji utayari wetu. Vielelezo vya mafundisho ya Kristo, na hii ni sura ya 25 ama lulu za uzima, sura ya 25. Anasema hivi: lakini Kristo hakutuhakikishia kuwa kupata ukamilifu wa kitabia ni jambo rahisi. Hakutuhakikishia hilo, kwamba kupata tabia kama ya kwake ni jambo rahisi. Hakutuhakikishia hilo. Sikia, anasema hivi: tabia njema kwa kila nyanja ya maisha hairithiwi. Tabia njema kwa kila nyanja ya maisha hairithiwi. Anasema haitujii kwa ajali. It comes not by accident. Haitujii kwa ajali. Tabia kama ya Kristo hatuirisi. Tabia kama ya Kristo haiji kama ajali. Anasema tabia njema ya kutamaniwa inapatikana kwa juhudi za binafsi kupitia fidia ya neema ya Kristo. Individual effort. Juhudi za mtu binafsi kumtambua Mwokozi kama Mwokozi wangu binafsi, sio Mwokozi wa mimi na mke wangu, Mwokozi wa mimi na mume wangu. No, Mwokozi wangu binafsi, na kufanya juhudi binafsi za kupata ukamilifu wa tabia hiyo kupitia fidia ya neema ya Kristo. Sikia, anasema Mungu hutoa talanta, nguvu za akili, tunajenga tabia. Mungu anatupatia nyenzo. Anasema tunajenga tabia. Inajengwa kwa juhudi kubwa, vita vikali dhidi ya nafsi. Juhudi kubwa, vita vikali dhidi ya nafsi. Mapambano baada ya mapambano lazima yadumishwe dhidi ya mazoea ya kurithi. Mapambano. Sikia, tunahitaji kujikosoa wenyewe kwa ukaribu sana. Na kutoruhusu mwenendo usiofaa kubakia pasipo kurekebishwa. We have to see our individual faults. Ni lazima tuone madhaifu yetu binafsi. Kujikosoa wenyewe. Anasema hebu asiwepo wa kusema siwezi kurekebisha mapungufu ya tabia yangu. Asiwepo wa kusema hivyo kwa jina la Bwana. Asiwepo wa kusema siwezi kurekebisha mapungufu ya tabia yangu. Katika kitabu cha Wazee na Manabii tunaambiwa wakati Nuhu alipohubiri, watu waliguswa na maneno yake. Watu waliona ujumbe ni wa kweli. Lakini walisema kwamba inahitaji kafara kubwa kuacha dhambi. Lakini swali, kafara hiyo kubwa waliokuwa wanahitaji haikutolewa? Tunajibiwa kwenye Signs of the Times, Juni 13, 1900, paragrafu ya 4 na ya 3 na ya 4. Tunaambiwa Yesu alikuja kusimama mahali ambapo Adamu alisimama
Yesu alikuja kushinda mahali ambapo Adamu alishindwa kushinda, na kwa ushindi wake inafanya iwezekane kila atakayemtumainia kupata ushindi. Je, kafara hiyo kubwa inayohitajika kwa ajili yetu kuacha dhambi haijatolewa? Imetolewa. Hatuna uzuru. Hatuna uzuru. Sikia. Anasema asiwepo wa kusema siwezi kurekebisha mapungufu ya tabia yangu. Ikiwa utakifikia uamuzi huu wa kusema siwezi kubadilika, tena wengine wanasubutu kusema nitabadilikia huko huko. Anasema ikiwa utafikia uamuzi huu, kwa hakika utashindwa kupata uzima wa milele. Utashindwa kupata uzima wa milele. Kutowezekana kupo katika utashi wako mwenyewe. Akili yako utakaposema siwezi, you won't overcome, hautashinda kamwe, kwa sababu akili imeshaamini, nia imeshaamini, utashi umeshaamini kwamba siwezi kuachana na kula. Siwezi kuzishinda tamaa za kimwili. Akili imeshakubali. Akili imeshakubali na hautashinda. Kwa sababu umekubali kushindwa, you won't overcome. Anasema ushindi upo katika utashi wako mwenyewe. Kama utayari, hutaweza kushinda. Kama utafanya kwa hiari, kama utazamiria. 514 Pambano Kuu tunaambiwa watu watakaovumilia na kudhamiria watashinda katika kila jaribu. Kama hutayari, hutaweza kushinda. Ugumu halisi unainuka kutoka katika uharibifu, kwa moyo usiotakasika na kutokuwa na hiari na kukubali kutii uongozi wa Mungu. Wengi ambao Mungu amewakabidhi kufanya kazi bora mno wanatimiza kazi ndogo sana kwa sababu wanajaribu kidogo. Maelfu wanaishi kana kwamba hawana lengo maalum la kuishi kwao na hawana kiwango cha kufikia. Watu wa jinsi hiyo watapata thawabu kulingana na kazi yao. Lakini Mungu nini anatuambia? Sikiliza. Sikiliza. Kumbuka kwamba kamwe utaweza kufikia kiwango cha juu zaidi ya kile unachojiwekea mwenyewe. Kama umeshaamini hii ni yani ni ya kwangu, nimezaliwa nayo, sijui nimerisi, you won't overcome. Hautashinda. Lazima ujiwekee kiwango. Muda lazima ufike usema it is enough. Sikiliza, nini anatuambia? Anasema weka alama yako juu na hatua kwa hatua, hata ingawa itakuwa kwa juhudi za uchungu, kwa kujikana nafsi na kujitoa mwanga, panda urefu wote wa ngazi ya maendeleo. Hebu chochote kisikuzuie. Kisiwepo cha kutuzuia kuwa na tabia kama ya Yesu, ambayo kwenye Desire of Ages tunaambiwa hiyo ndio inatakiwa kwa kila Mkristo. Ni kule kuwa na tabia kama ya Yesu. Ulimwengu unapoelekea ukingoni, wale watakaopona tunaambiwa Sefania 2:3, huenda mkafichwa katika siku ya hasira ya Bwana. The righteousness of Christ. Katika sura ya 24 ya kitabu cha Vielezo vya Mafundisho ya Kristo tunaambiwa the righteousness of Christ will not cover any cherished sin. Haki ya Kristo haitafunika, haitamficha yeyote aliyekumbatia dhambi iliyong'ang'aniwa. Pambano Kuu 402 aya 2. Anasema dhambi zote ambazo hazitaungamwa na kuachwa, hazitafutwa kwenye vitabu vya kumbukumbu, bali zitaendelea kusimama ili kumshuhudia mwenye dhambi katika siku ya Mungu. Wenda tutafichwa. Sikia. Isiwepo cha kutuzuia. Madhira au matatizo hayawezi kumkoroga mwanadamu yeyote kwa nguvu kiasi kwamba anakosa msaada wa uthabiti. Matatizo, vurugu na kila nani, anasema haya yote hayawezi kutuzuia. Sikia. Mazingira kinzani
yanapasa kujenga utambuzi thabiti wa kuyashinda. Kuvunjika kwa kikwazo kimoja kutatoa uwezo mkubwa na kutia moyo kusonga mbele. Testimonies for the Church volume 5 120 tunaambiwa wakati unaposhinda jaribu moja inakupatia nguvu ya kupata ushindi jaribu linalofuata. And the vice versa is true. Unaposhindwa jaribu moja inakuandaa kushindwa jaribu linalofuata. Lakini haimaanishi kwamba ukishindwa jaribu moja hautaweza kupewa nguvu na Kristo kurekebisha makosa jaribu linalofuata. Tumkumbuke Jerome. Alishindwa jaribu la kwanza, lakini alimrudia Kristo. Jaribu la pili akapewa rehema akashinda. Yote yanawezekana. Kushindwa ama kushinda tunaambiwa kupo katika utashi wetu wenyewe. Akili zetu tumeziweka katika kundi gani? Kwamba sitaweza au nitaweza mambo yote katika yeye anitaye nguvu. Yote yanawezekana. Sikia. Anasema hivi, kaza katika upande sahihi kwa kudhamiria, na mazingira hayatakuwa vizuizi bali wasaidizi wako. Iweni na shauku kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Kukuza kila neema ya tabia katika kila nyanza ya ujenzi wa tabia yako, umpendeze Mungu. Unaweza kufanya hivi. You can do this. Na mimi ninaamini katika mambo yote ninaweza kufanya hivi kupitia yeye Kristo anitiaye nguvu. Unaweza kufanya hivi. Sikia, anasema maana Enoch alimpendeza Mungu ingawa aliishi katika kizazi kilichopotoka, na kuna akina Enoch katika siku zetu hizi. Naamini hata wewe unatamani kuwa miongoni mwa kina Enoch wa leo. Na Yesu akusema kuna akina Enoch huyu hapa hakutaja. Inamaanisha nini? Yeyote atakayetembea kufikia uzoefu ule Enoch aliofikia atawekwa katika kundi la kina Enoch wa siku hizi. Yote haya tumejifunza yanawezekana kuyafikia. Tumeambiwa hata kama ni kwa juhudi za uchungu, panda kufikia kiwango cha juu cha maendeleo. Hebu kisiwepo chochote cha kutuzuia. Tunapaswa kumlilia Mungu kila siku, kwa kuwa ameahidi, njooni kwangu. Huo ni wito wake. Na kwa kadri tunavyoenda kwake, yeye atatupatia nguvu ya kufikia haya ambayo yameandika. Lakini hakutakuwa na ushindi kwa yeyote atakayesema siwezi kurekebisha mapungufu ya tabia yangu. Na daima haitawezekana. Lakini kwa kila ambaye atakubali kwamba nitaweza, sina uwezo, lakini kupitia Kristo nitaweza kushinda. It doesn't matter. Haijalishi huko katika hali gani. Mimi ninaamini kwa kuwa Mungu aliyesema ni wa kweli atashinda. Tumaini kwa ulimwengu unaoelekea ukingoni. Na huo ndio mwisho wa somo letu. Niwakaribishe wote tunapoenda kupiga magoti na kuomba. Tunapoenda kumlilia Mungu kile ambacho kila mmoja atamwambia ambapo anatamani awezeshwe, apatiwe nguvu kwa ajili ya ushindi. Yesu yuko tayari kutumwagia baraka yake. Anasubiri utayari wetu. Pige magoti tuombe. Baba yetu mwema, Baba mtakatifu, tunasema asante kwa wakati huu mwingine ambao umetujalia kusikia neno lako. Asante kwa upendeleo ambao umetupatia hata sasa. Asante kwa ujumbe ambao umeruhusu upenye katika masikio yetu na kuingia katika mioyo yetu. Tupatie nguvu ya Roho Mtakatifu ya kuweza kustahimili maneno yako haya. Kwa kuwa umetuita katika kazi ambayo unadai tuifanye. Wakati ulimwengu huu unapoelekea mwisho. Wakati miguu ya wanadamu inaelekea ukingoni kabisa mwa mwisho wa historia ya ulimwengu huu. Na mwisho huu unamjia kila mmoja anayekaa katika dunia hii. Baba, tunatamani kuibuka kama washindi, tutakaovuka ng'ambo na kutembea pamoja na wewe katika ulimwengu ule, katika maisha yale ambayo tutaishi pamoja na wewe, karibu na wewe, tukiishi kwa amani.
Umetuonyesha kazi ya kuwa na tabia kama ya kwako. Lakini tunapojilinganisha Bwana, hatulingani na tabia yako. Hatuhitaji kukubali, na ninaomba asiwepo mtoto wako hata mmoja atakayekubali kusema kama ambavyo umetuambia, atakayekubali kusema siwezi kurekebisha kasoro za tabia zangu. Tunatamani wote tuwe na wimbo mmoja, nitayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Na kwa kuwa umetuahidi kutuwezesha, tusaidie kuwa tayari. Asante kwa sababu utamwezesha kila mtoto wako, kila mama ambaye anakulilia, kila binti, kila kijana, kila baba ambaye anatamani kupata ushindi zidi ya kila majaribu, zidi ya kila dhambi. Huo ni mbaraka wa pekee ambao umeahidi kuutoa. Tusaidie kupambana hata kupitia juhudi za uchungu, lakini mpaka tufikie kiwango cha juu cha maendeleo ya kiroho, kufikia kuwa na sura yako, kufikia kuwa na tabia yako, kufikia kuwa kama wewe katika kila nyanja ya maisha yetu. Hayo yote tunaamini yanawezekana kwa kuwa wewe uliyeahidi sio mwongo. Asante kwa kuwa utatupatia nafasi nyingine na wasaa mwingine kujifunza kweli za neno lako zitakazoendelea kutuamsha na kutuandaa kwa ajili ya kukutana na wewe hivi karibuni, tunapoelekea katika mgogoro wa mwisho kabisa wa vizazi vyote. Asante, nasi tunaomba tukitumaini kupitia jina la Kristo Bwana wetu mpendwa. Amen. Sound the battle cry, see the foe is nigh, raise the standard high for the Lord. Gird your armor on, stand firm everyone, rest your cause upon his holy word. Rouse then soldiers, rally round the banner, ready, steady, pass the word along. Onward, forward, shout aloud, Hosanna, Christ is captain of the mighty throng. Strong to meet the foe, marching on we go, while our cause we know must prevail. Shield and banner bright, gleaming in the light, battling for the right we ne'er can fail. Rouse then soldiers, rally round the banner, ready, steady, pass the word along. Onward, forward, shout aloud, Hosanna, Christ is captain of the mighty throng. O thou God of all, hear us when we call, help us one and all by thy grace. When the battle's done and the victory won, may we wear the crown before thy face. Rouse then soldiers, rally round the banner, ready, steady, pass the word along. Onward, forward, shout aloud, Hosanna, Christ is captain of the mighty throng.